Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ikiwa nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu sana kwenye sports update, tukae chini tuketi tuzungumze ya kimichezo yaliyojiri siku ya hii leo. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kipo kule nchini Mali kwa ajili ya kufanya maandalizi kuelekea mchezo wa kesho wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Simba anashuka dimbani kwa saa za Afrika Mashariki na Kati. Mchezo huo utapigwa majira ya saa 1 kamili za usiku dhidi ya Stade Malien kutoka hapo nchini Bamako, Mali, na kikosi kipo vizuri kweli. Siku ya jana kipindi Simba umeanza mazoezi baada tu ya kuwasili hapo nchini Mali, waliweza kutembelewa na balozi wa taifa hili la Tanzania pale nchini Mali kwa ajili ya kuwapa motisha na morali wa wachezaji hao kuelekea mchezo huo wa kesho. Kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitar Pantev ameendelea kuwasihi na kuwapa hamasa wachezaji kuelekea katika mchezo huo, huku neno lake kubwa akisema kwamba mchezo wa kwanza tumeweza kupoteza dhidi ya Petro Atletico de Luanda katika uwanja wa nyumbani Benjamin Mkapa. Mchezo wetu huu wa pili inabidi tuweze kufanya vizuri ili kuwatengenezea imani kubwa kwa mashabiki wa Simba kutoka kule nchini Tanzania. Bila kufanya hivyo hatutakuwa na imani kubwa kuelekea katika mchezo huo, kwani kila mchezaji anapaswa kujua nini ambacho anachotakiwa kukifanya mbele ya mechi tuliokuwa nayo. Wachezaji wa klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, kila mchezaji jana wameweza kufanya mazoezi yao ya kwanza tu baada ya kuweza kuwasili siku ya juzi, na jana wameweza kufanya mazoezi yao. Mchezaji wa Simba Elie Mpanzu ameweza kuomba radhi kwa mashabiki wa Simba kwa mchezo wa kwanza kuweza kufanya vibaya na kuweza kukosa zile nafasi ambazo walizoweza kucreate katika mchezo huo, huku Elie Mpanzu akisema kwamba ni bahati mbaya ambayo iliyoweza kumkumba na yeye kuto kufanya vizuri katika mchezo huo wa kwanza. Mpanzu ameeleza hivyo baada tu ya kuweza kufanya mazungumzo na kocha Dimitar Pantev kumwomba radhi na kumwomba msamaha kile ambacho kilichoweza kutokea siku hiyo ya mchezo wa kwanza dhidi ya Petro Atletico de Luanda. Elie Mpanzu ameeleza kwamba ibani kubwa ipo kwao kwa mashabiki wa Simba, waendelee kumsupport, waendelee kuwa na imani naye, kwani yeye ni moja kati ya watu bora kweli, na pia ameeleza kwamba mchezo unaofuata ataenda kuwapa furaha na ataenda kutimiza kile ambacho mashabiki wa Simba wanachokihitaji kutoka kwa Elie Mpanzu. Huku mshambuliaji wa raia kutoka pale nchini Ghana Jonathan Soa ameweza kutikisa kweli. Moja kati ya kivutio kikubwa kweli hapo nchini Mali, ni moja kati ya wachezaji ambao wanaimbwa sana. Huku moja kati ya kituo cha television pale nchini Mali kimeeleza kwamba moja kati ya wachezaji ambao ni wa kuchungwa na wanaozungumzwa sana katika vinywa vya wa raia kutoka hapo nchini Mali ni jina la Jonathan Soa. Jina la Jonathan Soa linaimbwa kutokana na ubora wake, Black Lion, kutokana na ubora wake, kutokana na weledi ambao aliokuwa nao wa kuweza kupachika magoli. Jina hilo la Jonathan Soa kiimbwa sana, hata wapinzani wa Stade Malien wakijaribu kumtazama Jonathan Soa kwa karibu zaidi, inawezekana ikawa ni mwiba kwa upande wao, na ni moja kati ya wachezaji ambao wanajaribu kupewa kipaumbele kuweza kuchungwa na kuweza kuangaliwa kwa jicho la tatu. Lakini kikosi cha Simba kipo katika morali ya kubwa, kipo katika morali iliyokuwa ya juu zaidi kuelekea katika mchezo huo, na kila mchezaji matumaini yake makubwa ni kufanya vizuri kuelekea katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini ukiachana tu na hiyo, baada tu ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kuwa kule nchini Mali, huku Tanzania viongozi wa Simba bado wakiendelea kucharurana na kila mmoja kijaribu kuvuta pale ambapo anapostahili yeye kuvuta. Minong'ono
minong'ono na migogoro ikiendelea kuiandama klabu hiyo ya Simba kwa upande wa viongozi. Ukumbuke kwamba siku ya kesho Simba ataingia dimbani kwenda kumkabili Stade Malien, lakini huku Tanzania kutakuwa na mkutano mkuu wa kikosi hiko cha Simba, ama mkutano mkuu wa klabu hiyo ya Simba ni kwenda kuyajadili na yale ambayo walikuwa wakiyakumba. Ukiachana tuna hilo, mkutano huo mkuu ambao utafanyika siku ya kesho, na mechi ya Simba na pia itafanyika kesho majira saa 1, lakini mkutano huo utafanyika majira saa 3 na kuendelea. Lakini Mo Dewji hakuishia tu hapo, ingawa maneno mengi yakijaribu kuzungumzwa huko, lakini Mo ameendelea kuwasihi na kuwapa hamasa wachezaji hao, akiweza kuahidi ya kwamba kama watapata matokeo katika mchezo huo dhidi ya Stade Malien, basi yeye ataweza kutoa shilingi milioni 50 kwa ajili ya kuwatengenezea hamasa. Mo Dewji amesema hayo tu baada tu kikosi hiko kuwasili kule nchini Mali, na ameeleza kwamba najua kuna mengi sana yanazungumzwa huko mitandaoni na kila mmoja akijaribu kuniandama kwa kadri vile ambavyo awezavyo, lakini mimi bado nitaendelea kuwa mshabiki number 1 wa klabu hiyo ya Simba, lakini pia nitaendelea kuwa mwekezaji wa klabu hiyo ya Simba, hata kama pale ambapo watakapoona mimi kwamba sifai kuwa mwekezaji, basi mimi nitaendelea kuwa mstari wa mbele, kile ambacho nitakachoweza kujaliwa na mimi pia nitaweza kuichangia klabu yangu pendwa, klabu hiyo ya Simba. Hilo ni neno ambalo Mohamed Dewji ameweza kulizungumza katika kurasa yake wa mitandao wa kijamii, huko akisema kwamba yeye hatoishia hapo kuisapoti klabu hiyo ya Simba, na mchezo huu uliokuwa mbele yetu dhidi ya Stade Malien, yeye ataweza kutoa shilingi milioni 50 kama Simba itaweza kupata matokeo mazuri kuelekea katika mchezo huo. Lakini pia amewaahidi yule ambaye atakayeweza kupata goli, basi zawadi nzuri itaendelea kukabiliana naye, lakini pia hata yule ambaye atakayeweza kutoa pasi ama assist kuelekea katika mchezo huo mzuri, mchezo ambao utaotengeneza pressure kubwa sana, ingawa mchezo wa kwanza Stade Malien akitoa sare na huko Simba mchezo wake wa kwanza akipoteza kwa goli moja. Kwa mchezo huo hautakuwa mwepesi, kila mmoja anatamani kwenda kufanya vizuri ili kwenda kujihakikishia na kupata nafasi kuwepo katika msimamo uliokuwa mzuri kwa kuelekea mchezo huo. Lakini Mo ameeleza hayo tu baada tu kikosi hiko kuwasili kule nchini Mali, na wachezaji pia wamekubali na ile ofa ambayo alikuwa akiweza kuiahidi Mohamed Dewji kuelekea katika mchezo huo. Lakini ukijaribu tu kutazama uso wa kocha Dimitar Berbatov umekuwa ni uso wa tofauti kweli kweli. Kipindi kikosi bado kikiwa Tanzania kimekuwa kimefanya mazoezi yake ya mwisho ili kujiandaa na safari kuelekea kule nchini Mali, kocha Dimitar Berbatov uso wake ukionekana kuwa na furaha, ukionekana kwamba hayuko sawa, lakini baada tu kuweza kuwasili pale nchini Mali uso wake umejawa na userious mkubwa kweli kweli. Ni kama vile amekuwa na utofauti wachezaji, ni kama vile sasa unaona kama vile mwalimu yuko serious na hahitaji masihara katika uwanja wa mazoezi. Ilisemekana kwamba siku ya jana mazoezi waanze jioni, lakini kocha Dimitar Berbatov amesema hapana, baada tu ya kuwasili jioni ya juzi kutoka Tanzania na kupitia pale nchini Ethiopia, na baada ya hapo wakafika pale nchini Mali Bamako, na baada ya hapo taarifa zikieleza kwamba Simba wanatakiwa wapumzike asubuhi na ikifika jioni ndio waanze. Tutakuwa na imani kubwa kuelekea katika mchezo huo, kwani kila mchezaji anapaswa kujua nini ambacho anachotakiwa kukifanya mbele ya mechi tuliokuwa nayo. Wachezaji wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, kila mchezaji jana wameweza kufanya mazoezi yao ya kwanza tu baada ya kuweza kuwasili siku ya juzi, na jana wameweza kufanya mazoezi yao. Mchezaji wa Simba Elie Mpanzu ameweza kuomba radhi kwa mashabiki wa Simba kwa mchezo wa kwanza kuweza kufanya vibaya na kuweza kukosa zile nafasi ambazo walizoweza kucreate katika mchezo huo, huku Elie Mpanzu akisema kwamba ni bahati mbaya ambayo iliyoweza kumkumba na yeye kutokufanya vizuri katika mchezo huo wa kwanza. Mpanzu ameeleza hivyo baada tu ya kuweza kufanya mazungumzo na kocha Dimitar Berbatov kumwomba radhi na kumwomba
msamaha kile ambacho kilichoweza kutokea siku hiyo ya mchezo wa kwanza dhidi ya Petro Atletico de Luanda. Elie Mpanzu ameeleza kwamba imani kubwa ipo kwao kwa mashabiki wa Simba, waendelee kumsupport, waendelee kuwa na imani naye, kwani yeye ni mmoja kati ya watu bora kweli, na pia ameeleza kwamba mchezo unaofuata ataenda kuwapa furaha na ataenda kutimiza kile ambacho mashabiki wa Simba wanachokihitaji kutoka kwa Elie Mpanzu. Huku mshambuliaji wa raia kutoka pale nchini Ghana Jonathan Soa ameweza kutikisa kweli, moja kati ya kivutio kikubwa kweli hapo nchini Mali. Ni moja kati ya wachezaji ambao wanaimbwa sana. Huku moja kati ya kituo cha television pale nchini Mali kimeeleza kwamba moja kati ya wachezaji ambao ni wa kuchungwa na wanaozungumzwa sana katika vinywa vya wa raia kutoka hapo nchini Mali ni jina la Jonathan Soa. Jina la Jonathan Soa linaimbwa kutokana na ubora wake, Black Lion, kutokana na ubora wake, kutokana na weledi ambao alikuwa nao wa kuweza kupachika magoli. Jina hilo la Jonathan Soa likiimbwa sana, hata wapinzani wa Stade Malien wakijaribu kumtazama Jonathan Soa kwa karibu zaidi. Inawezekana ikawa ni mwiba kwa upande wao, na ni moja kati ya wachezaji ambao wanajaribu kupewa kipaumbele kuweza kuchungwa na kuweza kuangaliwa kwa jicho la tatu. Lakini kikosi cha Simba kipo katika morali ya kubwa, kipo katika morali iliyokuwa ya juu zaidi kuelekea katika mchezo huo, na kila mchezaji matumaini yake makubwa ni kufanya vizuri kuelekea katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini ukiachana tu na hiyo, baada tu ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kuwa kule nchini Mali, huku Tanzania viongozi wa Simba bado wakiendelea kucharurana na kila mmoja kijaribu kuvuta pale ambapo anapostahili yeye kuvuta. Minongono na migogoro ikiendelea kuiandama klabu hiyo ya Simba kwa upande wa viongozi. Ukumbuke kwamba siku ya kesho Simba ataingia dimbani kwenda kumkabili Stade Malien, lakini huku Tanzania kutakuwa na mkutano mkuu wa kikosi hiko cha Simba, ama mkutano mkuu wa klabu hiyo ya Simba ni kwenda kuyajadili na yale ambayo walikuwa wakiyakumba. Ukiachana tu na hilo, mkutano huo mkuu ambao utafanyika siku ya kesho, na mechi ya Simba na pia itafanyika kesho majira saa 1, lakini mkutano huo utafanyika majira saa 3 na kuendelea. Lakini Mo Dewji hakuishia tu hapo, ingawa maneno mengi yakijaribu kuzungumzwa huko, lakini Mo ameendelea kuwasihi na kuwapa hamasa wachezaji hao, akiweza kuahidi ya kwamba kama watapata matokeo katika mchezo huo dhidi ya Stade Malien, basi yeye ataweza kutoa shilingi milioni 50 kwa ajili ya kuwatengenezea hamasa. Mo Dewji amesema hayo tu baada tu kikosi hiko kuwasili kule nchini Mali, na ameeleza kwamba najua kuna mengi sana yanazungumzwa huko mitandaoni na kila mmoja akijaribu kuniandama kwa kadri vile ambavyo awezavyo, lakini mimi bado nitaendelea kuwa mshabiki number 1 wa klabu hiyo ya Simba, lakini pia nitaendelea kuwa mwekezaji wa klabu hiyo ya Simba, hata kama pale ambapo watakapoona mimi kwamba sifai kuwa mwekezaji, basi mimi nitaendelea kuwa mstari wa mbele, kile ambacho nitakachoweza kujaliwa, na mimi pia nitaweza kuichangia klabu yangu pendwa, klabu hiyo ya Simba. Hilo ni neno ambalo Mohamed Dewji ameweza kulizungumza katika kurasa yake wa mitandao wa kijamii, huko akisema kwamba yeye hatoishia hapo kuisapoti klabu hiyo ya Simba, na mchezo huu uliokuwa mbele yetu dhidi ya Stade Malien, yeye ataweza kutoa shilingi milioni 50 kama Simba itaweza kupata matokeo mazuri kuelekea katika mchezo huo. Lakini pia amewaahidi yule ambaye atakayeweza kupata goli, basi zawadi nzuri itaendelea kukabiliana naye. Lakini pia hata yule ambaye atakayeweza kutoa pasi ama assist kuelekea katika mchezo huo mzuri, mchezo ambao utaotengeneza pressure kubwa sana, ingawa mchezo wa kwanza Stade Malien akitoa sare, na huko Simba mchezo wake wa kwanza akipoteza kwa goli moja. Kwa mchezo huo
hautakuwa mwepesi. Kila mmoja anatamani kwenda kufanya vizuri ili kwenda kujihakikishia na kupata nafasi kuwepo katika msimamo uliokuwa mzuri kwa kuelekea mchezo huu. Lakini Mo ameeleza hayo tu baada tu kikosi hiko kuwasili kule nchini Mali, na wachezaji pia wamekubali na ile ofa ambayo alikuwa akiweza kuiahidi Mohamed Dewji kuelekea katika mchezo huo. Lakini ukijaribu tu kutazama uso wa kocha Dimitar Laptev umekuwa ni uso wa tofauti kweli kweli. Kipindi kikosi bado kikiwa Tanzania kimekuwa kimefanya mazoezi yake ya mwisho ili kujiandaa na safari kuelekea kule nchini Mali, kocha Dimitar Laptev uso wake ukionekana kuwa na furaha, ukionekana kwamba hayuko sawa, lakini baada tu kuweza kuwasili pale nchini Mali uso wake umejawa na userious mkubwa kweli kweli. Ni kama vile amekuwa na utofauti wachezaji, ni kama vile sasa unaona kama vile mwalimu yuko serious na hahitaji masihara katika uwanja wa mazoezi. Ilisemekana kwamba siku ya jana mazoezi waanze jioni, lakini kocha Dimitar Laptev amesema hapana, baada tu ya kuwasili jioni ya juzi kutoka Tanzania na kupitia pale nchini Ethiopia, na baada ya hapo wakafika pale nchini Mali Bamako, na baada ya hapo taarifa zikieleza kwamba Simba wanatakiwa wapumzike asubuhi na ikifika jioni ndio waanze session yao ya kwanza kufanya mazoezi. Lakini kitu ambacho alichokisema kocha Dimitar amesema kwamba hapana, hawapaswi kuweza kupumzika, tuingie mzigoni. Asubuhi tu ya jana majira saa 3 kwa saa za pale nchini Mali, kwa huko kwetu Tanzania ni masaa ilikuwa ni saa 6. Kwa hiyo asubuhi tu palipokucha kikosi kiliingia mazoezini na kufanya mazoezi, na baada ya hapo kumaliza mazoezi wakarejea katika hoteli, lakini jioni tena waliendelea tena kufanya mazoezi. Kwa hiyo kwa siku Simba jana wamefanya mazoezi mara 2, asubuhi na jioni wamefanya mazoezi. Hii yote amesema kwamba hakuna muda wa kupoteza hapa, kinachotakiwa ni sisi kuweza kufunga mkanda ili kwenda kuwapa furaha mashabiki wa Simba, hali ya kuwa mchezo wa kwanza tumeweza kupoteza. Hiyo ndio hali ya kocha Dimitar Laptev aliyokuwa nayo kwa hivi sasa. Hahitaji utani na wala hahitaji masihara. Yeye anachokihitaji kwa hivi sasa ni kuweza kupata matokeo katika mchezo huo. Mara nyingi sana kocha Dimitar Laptev akionekana kuwa na laptop yake akijaribu kuwasoba wapinzani wake Stade Malien kuelekea katika mchezo huo. Mtihani mzito kwa upande wa Stade Malien ni kwenda kumzuia Simba ambaye amejeruhiwa.